Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Habari gani mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV? Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa habari kaza wa kaza. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata kile kipindi chako kipendelevu cha mtazamo wa kisiasa kama kawaida. Huwa kinakujia kila wiki kutoka hapa Tanganyika TV. Na kipindi hichi kinakuwa naongelea kuhusu siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na siasa za ukanda wa maziwa makuu. Ila kwa leo mpenzi mtazamaji, tunajikita kabisa katika siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa, kuteuliwa kwake ama kuchaguliwa kwake spika wa bunge la kitaifa ambaye ni Emeboji Sangara. Alichaguliwa kuwa mbunge, akaacha ubunge, akachaguliwa kuwa waziri, akaacha waziri, kwa sasa yuko kama spika wa bunge la kitaifa. Mimi ni Safari Almas, kama kawaida huwa ninashirikiana na mwenzangu ambaye atajitambulisha mwenyewe. Ndio, kwa jina ni Isaac Mulucha Ashbe. Safari Almas, nashukuru sana kwa siku ya leo. Asante sana, ndio ambao waga tunashirikiana mara kwa mara katika kipindi hichi cha mtazamo wa kisiasa. Kama ujuavyo mpenzi mtazamaji, katika siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa mitikasi mingi, sasa mambo yanavyoendelea, ukiangalia kulikuwa mtafaruko sana, na yote alianza pamoja na kukataliwa kwake spika wa bunge ambaye ni Vital Kamerhe aliyodumu karibu mwaka mmoja na miezi kadhaa katika uspika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo awamu ya pili ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Ila kulianzishwa na petition ambayo ilipelekea yeye kuweza kujiuzulu na kuacha wadhifa huo ambao ulikuwa karibu mwezi hivi au na mtu yoyote, na aliingia katika michakato ya kisiasa kuangalia nani atashika wadhifa ule, ambayo ilipelekea kumradhi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi kumteua ama kuteua jina la Emeboji ambaye alikuwa ni waziri kuweza kuwania pale, na aliweza kupata na kura ambazo ni 413 kati ya zile 423. Hii inaashiria nini, Isaac Mulucha? Sio geni Safari Alimasi, sio surprise kwa Kongomani kuona Emeboji amepita. Tulitegemea hivyo, tulitegemea Emeboji kuwa speaker wa bunge la kitaifa, lakini pia inaasirisha jambo fulani. Tukitathmini vizuri, inaasirisha kwamba katika siasa zetu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za sasa, sauti ya rais inakuwa na kipaumbele sana mbele za wabunge. Yani kwamba kwa sababu lile jina ni jina ambalo limetoka ikulu na bunge zima likafuata, tunaelewa kwamba bunge tulilonalo kwa sasa ni bunge ambalo kwa namna fulani hivi linapelekwa na upepo wa madaraka. Lakini ukiangalia Isaac, tunasema ni nchi ya kidemokrasia, na ndio maana ilipelekea hadi kufanyika uchaguzi. Ingekuwa ni kwamba ni bunge ambalo linapelekwa na sauti ya rais, huenda angeteua, lakini aliona ipite kwenye njia halali, aliteua tu, lakini wabunge ndio walipiga kura. Tena alichaguliwa na wabunge wengi. Lakini tunapaswa kuangalia jambo vizuri hapo Safari Alimasi, ni kwamba nakumbuka hata msemaji wa serikali Patrick Muyaya wakati kwa Marekani wakati fulani hivi walimuuliza kuhusu demokrasia, na akasema kwamba demokrasia ya huko kwenu Marekani au Ulaya na demokrasia ya Afrika ni demokrasia mbili, mifumo miwili ya demokrasia tofauti. Tuko katika nchi ya demokrasia kweli, lakini demokrasia haizingatiwi sana kivile kwa namna inavyopashwa kuzingatiwa. Ndio maana nasema kwamba tunavyoona namna aliteuliwa Emeboji, kweli aliteuliwa akachaguliwa na wabunge, lakini kwa uteuzi ule, tuweke kwanza kando demokrasia, kwa uteuzi ule bunge alitendi kazi kama kisi inapaswa kufanya, kama vile kitengo huru na kujitegemea, lakini kinakuwa kikisikia sauti kutoka kwenye ikulu. Lakini ni kama walikwenda kumpa imani kutokana huenda labda katika wajibikaji, kwa kuwa yeye alishawahi kuchukua nafasi ya umakamo wa kwanza wa urais wa uspika wa bunge katika awamu ile ambayo ilipita. Uone kama ni ile imani ambayo alimpa, huenda labda anakuwa anawajibika vizuri. Inategemeana sana, inawezekana sana kwa uteuzi namna alimteua
tunashukuru na tunatumaini kwamba waliona jambo fulani pale, labda amefuzu vigezo ambavyo amekizi vigezo kumrazi ambavyo labda walikuwa wanasubiria, walikuwa wanatarajia kuviona kwa candidate ambao walikuwa wanamtaka wao. Kama amekizi vile vigezo, ni vizuri wampitishe, lakini kile ninachozungumzia hapa ni kwamba wamemchagua mtu ambaye hakutokana na matakwa ya bunge, alitokana na matakwa ya rais. Lakini ilikuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kumpinga. Ukiangalia japokuwa kuna kwa ule muungano tukufu wa kitaifa, ila kuna kuwa na vyama vingi ambavyo ukiangalia kuna chama chake Vital Kamerhe, kuna chama cha na chama cha Vital Kamerhe si kinakuwa katika ule umoja wenyewe. Japokuwa hivyo kuna namna wameshamtoa mkuu wetu, inabidi na sisi tumkwamishe ujamaa. Hiyo namna inaweza ikawa, lakini wote walimkubali. Ina maana waliona huyo anastahili huyo. Kwa namna fulani zinaweza kusema hivyo. Kwa namna fulani zinaweza kusema, kwa sababu sema kwamba kuna vigezo ambavyo wao kama wabunge walivitafuta. Kwa hiyo natumaini kwamba walivipata, kwa sababu ule ni ushindi wa kishindo kabisa. Alishinda kwa kishindo, kura 413 kwenye kura 223, ni asilimia 77, zaidi ya 77. Ni ushindi kabisa wa kishindo kikubwa. Lakini ukiangalia kuachana na vile vyama ambavyo viko katika muungano tukufu wa kitaifa, kuna kama chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi Chapwe, kiliweza kusema kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi aliweza kumteua Aimé Boji aweze kuania nafasi ile, kwa kuwa ilionekana kama Vital Kamerhe alikuwa anamkwamisha sana, hasa katika harakati za kuweza kufanya marekebisho ya katiba nchi. Na vile Aimé Boji iko pale, kwa kuwa ni mtu wake, tunasema etiquette, ni kama etiquette, itakuwa ni rahisi kwa hiyo kuweza kufanya mambo mengi, kwa kuwa ukiangalia demokrasia ni lazima yapite kwenye bunge mambo ambayo rais anapenda kuyafanya. Hii kwako unaona kweli kweli chama cha Ensemble pour la République kinasema mambo ambayo ni sahihi, ama ni mawazo tu ya kuweza kusema ndio vile tuwe wapinzani ndio tupinge kwa kila kwanza naweza sema kwamba sio mawazo, kwa sababu mawazo haya kuja tu peke yake, ni kwa sababu kuna jambo ambalo tayari limeshaonekana hapo nyuma, ndio maana ndio walisukumwa kutokana na zile preuve, kwa yale mambo ambayo yamepita nyuma, ndio wakasukuma kusema hayo. Mimi nadhani kwamba ingekuwa ni fursa hii ya kuzungumzia kuhusu nini haswa kinamsubiri pale bungeni Aimé Boji. Tunatarajia nini, labda bunge anatarajia nini, au wananchi wote wakongomani sasa hivi wanatarajia nini kwa Aimé Boji? Kuna changamoto nyingi kabisa chungu nzima ambazo zinamsubiri spika mpya huyu wa bunge. Na kati ya changamoto hizo, kwanza kuna miswada bungeni ambayo haijapitishwa. Kuna mswada mmoja wa bajeti ambao hujapitishwa na unakuwa na retard ya 2 semaines sasa hivi. Na pia kuna mambo haya ya maisha ya kila siku, maisha magumu sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi tunasikia kuna dola ambazo zimeshuka bei, lakini maisha bado bidhaa vinakuwa viko juu. Kwa hiyo maisha ya mkongomani yako down, yako chini. Tunasubiri, tunataka huyu speaker mpya aje atatuitatua matatizo yote haya ya maisha madogo madogo, kwa sababu kuna mishahara, wafanyakazi wa serikali hawapati mishahara yao vizuri. Na tunatumaini kwamba tukiwa na Aimé Boji pale atakuja kulichunguza nalo hili, aliweke sawa, mwalimu apate mshahara wake. Kuna walimu sasa hivi wanakuwa na miezi 3 ya kutokulipwa, wengine 5. Hapa nyuma tumeona namna gani waganga wamefanya maandamano, wametembea, kwa sababu wengine wanasema miaka 20 hawajalipwa, miezi 8. Kwa hiyo tunatumaini kwamba yeye atachunguza, atagusa kwenye swala zote hizi ili kwamba aweze kuwapatia wakongomani matumaini. Na licha ya maisha ya kila siku ya mkongomani, kuna changamoto nyingine ambayo inamsubiri speaker wa bunge mpya huyu ambaye tumempata Aimé Boji Sangara. Ni changamoto ya amani mashariki mwa jamhuri. Tumevamiwa, tunakuwa katika vita. Kwa hiyo tunatumaini kwamba bunge yake yeye ambayo ataiongoza muhula wake ataenda kufanya hili na lile kila liwezekanalo, ili kwamba wakongomani sisi tunaoishi huko mashariki tupate kidogo kupumua, tupate kuhema hivi, tuseme kwamba bunge limefanya kazi. Na nadhani kwamba kwa changamoto ya tatu ni moja ambayo inalinganishwa ni changamoto hii ya tatizo la kubadili katiba. Ni moja kati ya changamoto kubwa sana sasa hivi kwenye manda hii ya pili ya Rais Tshisekedi, kwa sababu tunatumaini kwamba alisema wakati yuko Lubumbashi, nani atanizuia mimi kama rais wa jamhuri kutokubadili katiba? Nani atanizuia? Na mpaka sasa wakati hawa bwana hawa wahasi hawa walikuja kuvamia nchi,
wakaja na sababu zao za hovyo hovyo. Kati ya hizo sababu zao za hovyo hovyo mlikuwa sababu ya kusema kwamba tunakuja kumpinga huyu Tshisekedi asibadili katiba. Yeah. Lakini hapo Isaac, mimi huwa najiuliza kitu kimoja. Ukiangalia katika hatua ambayo ilikuwepo sasa ya kumuondoa Vital Kamerhe, wabunge hawakumuondoa Vital Kamerhe kwa sababu achukuli manani swala la raia wa tabaka la chini, swala la marekebisho ya katiba ya nchi, lakini kwa mujibu wao walikwenda kusema kwamba hachukuli manani maslahi ya wabunge wenyewe, sio maslahi ya raia. Hii hauoni kwamba katika mfumo ulioko ni lazima kwanza Meboja aweze kutekeleza yale mambo, kwa kuwa hata wewe unapoingia madarakani lazima uangalie hawa walikuwa wanataka nini, na wabunge walifikia kuanzisha ile petition kutokana na speaker wa bunge Vital Kamerhe kutokuheshimu maslahi ya sasa, kuchukulia wabunge samani sasa katika mishahara yao, ile marupurupu yao, namna yao ya kuishi kusema. Unaona haya niliyozungumzia hapa nyuma ni matarajio ya raia kwa spika wa bunge. Lakini sasa kuna matumaini yale ambayo tunatumaini sasa kuna kutathmini, nataka kusema yale ambayo tunayaona sasa. Je, huyu bwana tunamuona vipi? Nafikiria kwa namna ya kuona, kwa sababu tuwe wawazi kidogo, bunge letu linakuwa alifanyi kazi vizuri kama linavyopaswa kufanya kazi. Kama kuna mtu ambaye anajua kazi ambazo bunge tayari imeshafanya, anaweza akatuandikia kwenye comment atuambie kwamba bunge la Kongo limefanya hili, likafanya hili, likafanya lile. Kwa namna yangu ya kutathmini, na sio mimi tu, Wakongomani wengi wanaangalia, wanaona bunge letu la taifa halijafanya kazi vilivyo kama linavyopaswa kufanya kazi. Kwa hiyo tunatumaini kwamba huyu bwana labda anaweza akawa tofauti, labda, lakini tunajua wabunge kipaumbele kwanza ni tumbo zao, kipaumbele kwanza ni maslahi yao, mifuko yao kwanza iwe imejaa, alafu yale marupurupu yale wataangalia namna gani watatupia raia huko nyuma. Na hiyo ndio swali ambalo Wakongomani wengi wanajiuliza. Kweli atakwenda kutekeleza yale ambao raia wanataka ama atatekeleza yale ambao wabunge wanataka? Kwa kuwa sisi hata kama tekeleza yale raia ambao wanataka, raia hawezi akapiga kura speaker wa bunge bungeni atoke au ingie, ndio wabunge ndio ambao wanapiga kura, na hiyo ni vigumu kwa hiyo kuanza kutekeleza matakwa ya raia, waacha yale ya wabunge. Ndio kuna kuja swali, kweli atatekeleza ya wabunge ama atatekeleza kwa maslahi ya raia? Ndio unaona Safari Almasi, kuna umuhimu wa sisi kama vile Wakongomani tujue maana ya siasa za ukombozi. Nataka kusema hivi, kwenye siasa ni kama vile kwenye imani, sawa? Ni vizuri uchague njia yako mapema sana. Uchague mimi hapa nitakuwa wa huyu, nitafanyia kazi huyu. Yaani kama utamfanyia rais kazi, fanya kazi mpaka rais kweli akubali. Lakini kama utafanyia raia kazi, wafanyie raia kazi mpaka raia waseme kwamba huyu ndiye mwakilishi wetu. Mimi natumaini kwamba kama spika wa bunge anaweza akaamua kufanyia kazi wananchi, basi wananchi wanaweza kusimama kidete. Hata kama bunge litasema huyu mtu aondolewe, wananchi watakapojua kwamba huyu bwana wanataka kumuondoa kwa sababu hakuweza kujibu kwenye maslahi yao, basi wananchi watasimama, watasema hapana, sisi tunakataa huyu bwana asiondolewe hapa. Na natumaini kwamba bunge alitakuwa na nguvu sana kama wananchi huko nyuma wanakataa. Lakini sasa akihamua yeye kutumikia wanabunge mle ndani, na raia wanaweza wakasimama wanasema sisi hatumtaki huyu speaker, raia wanaweza wakasema hivyo, na inawezekana sana speaker wa bunge akaondoka. Kwa hiyo nadhani kwamba ni kuomba Mungu hekima, kwa sababu ni vizuri kumtanguliza Mungu katika kila jambo, kumomba Mungu hekima, ampatie hekima ya kuongoza kwa maslahi ya raia, sio kwa maslahi ya wanabunge hapana. Lakini zake ukiangalia katika hali ya miaka ambayo tunakuwa tunaishi, raia gisi tunavyoishi sisi raia, ukiangalia tu tathmini raia gisi walivyo, uwaga atuchukulii sana manani speaker wa bunge, uwaga atumjaji sana, uwaga atumchukulii sana kile ambacho anafanya. Sisi tunaona kama speaker wa bunge ni kama tunasema moderateur ambaye tu anakuwa anaongoza wa bunge, lakini sisi tu uwaga tunachukulia sana wabunge wetu ambao tunawachagua. Ndio maana unakuta tulimchagua fulani alikuwa mbunge akufanya kitu, tulimchagua mwingine fulani alikuwa mbunge akufanya kitu, lakini speaker wa bunge anakuwa ni kama anakuwa na rahisisha tu, sijui anakuwa kama ni kilalo. Kwanza Safari, tunapaswa tuelewe jambo moja kwamba Wakongomani, sisi Wakongomani, namna yetu ya kujua siasa ndio iko chini, yaani
ujuzi wetu wa siasa huko chini kidogo. Hatujajua siasa sana kwa sababu hata shuleni hatufundishwi siasa vilivyo, hatufundishwi sheria. Ili kujua sheria ni vizuri ukajifunze peke yako, ukasome vitabu na mengineyo, ukafanye peke yako nyumbani. Sasa mimi nadhani kwamba kwa namna ya kutathmini ya wakongomani wengi, wakimpitisha mbunge wanatarajia yule mbunge aje akatengeneze daraja, akatengeneze barabara, akalete mambo mengine huku nyuma. Sasa kwenye sheria haiko hivyo. Mbunge pale yeye ni msimamizi wa serikali, yeye anakosoa serikali. Serikali fanyeni hiki, serikali fanyeni kile. Sawa? Anatunga sheria. Unaona bwana? Yeye hiyo ndio kazi yake kule bungeni. Yeye sio kuleta hela hivi na mimi nimewaletea hela hizi za kutengeneza barabara na patano ya taifa. Sio hivyo. Labda wengine nchi zingine wanakuwa na sheria hiyo. Sasa ni vizuri kwanza tulijue hilo. Wengi sasa wanaweza wakazungumza kule Kinshasa, wanasema bungeni, lakini kama haujafanya huku nyumbani, wanasema yule bwana tulimchagua lakini hakufanya kitu. Mlitaka afanye nini? Ndio hapo sasa. Lakini kwenye sheria, spika wa bunge ana kazi kubwa sana. Ana kazi kubwa kwa sababu yeye ndo influencer. Ukimwona spika maana yake yeye ndo mkuu wa bunge. Yeye yani amekubalika sana na wanabunge. Atakachokisema yeye kinaweza kikao na nguvu sana kwenye nchi. Akisema pale sisi wabunge tunasema hivi, yana sema kwa jina la bunge. Sisi wanabunge tunasema hivi. Lazima taifa lote linafuata. Sasa huyu mtu ana kazi kubwa sana kazi nzito. Lakini zake ukiangalia hapo katika ukosoaji kwa kuwa wabunge kila mara tuwaga tunajua kwamba wanakuwa watu ambao wanakuwa wanakosoa serikali, huenda serikali haifanyi kazi vizuri. Lakini ukiangalia siasa zinavyoenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hivi majuzi katika miezi ya nyuma kulishuhudiwa wabunge wengi kukua na kosoa magavana wa majimbo, magavana wa mikoa walikuwa wanawakosoa sana. Lakini ukiangalia kuliweza kuitishwa kikao huko Kinshasa ambako kilikusanya magavana wote kwa ajili ya kutathmini hali ambayo inaendelea sasa ya kuwa nakosoa mabunge. Na kuna tamko moja ambalo lilitoka katika baraza la mawaziri kusema kwamba kwa leo tunaomba wabunge waache kwanza hali ya kuingilia magavana waziri ambaye ndani wa executant tunasema wa executant wale ambao ni serikali, tunaweza tukasema hivyo. Waache kwanza mambo ya kuingilia serikali. Katika mfumo huu haoni kama inakuwa inanyima wabunge kufanya kazi yao, na ndio sometimes kunakuta raia wanakuwa wanalalama hawasemi ijapokuwa serikali yenyewe inakuwa kama inawanyima haki yao. Mtu anakosoa governor. Order ilikuwa ni ombi, aliomba wabunge, anaomba wabunge, sio anatoa order, hapana. Kwa sababu mbunge yeye hiyo ndio kazi yake. Hawezi kumwambia usifanye hivi. Sasa kama niwaambia usikosoe serikali, maana yake naambia rudi nyumbani ukalale, ukaketi chini. Unaona siasa zetu zinavyoenda kwa hiyo. Lakini sasa tukitathmini vizuri Safari Alimasi, siasa za Kongo bwana zinahitaji mageuzi makubwa sana. Hizi siasa hazipo sawa. Hatupo sawa kabisa, hatupo sawa. Namna tu ya kuongozwa, nchi hii inabagazwa. Hii nchi hii inabanangwa, yani inaongozwa vibaya sehemu fulani hivi. Kwa sababu ukiangalia vizuri, wale wanaotawala wale wanatafuta sana maslahi yao wenyewe. Kuna dili zao, kuna dili za madini, dili za nini ambazo wanazitafuta wao, wasitutafute sisi. Ambayo inasikilizwa kwenye korti kuu ya kijeshi Kinshasa, ambayo imefunua mambo mengi sana. Watu wanahandaa kupindua serikali kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu ya dili zao za madini. Kwa hiyo unaelewa kwamba na pesa zenyewe zinaliwa na kundi ndogo la watu, na madaraka yenyewe yanashikiliwa na familia moja ya watu, huku raia wakisumbuka, wakihangaika. Kwa hiyo mimi natumaini kwamba hii siasa ambayo tuko nayo sasa hivi ya Kongo sio siasa ambayo wakongomani wanapaswa kuwekea matumaini kwamba itatukomboa, itatuondoa katika umaskini, itatupatia matumaini, itatupatia uhuru na amani. Hapana. Ni vizuri sana tuangalie namna gani ya kubadili, ya kutafuta mageuzi na kuomba uhuru kwa namna yoyote ile, ili kwamba siasa hizi zipate kupinduliwa. Swala linakuja sasa, inakuwa ni vigumu sana. Anakuwa anapigwa tuseme anapigwa vita, hasiwezi kubadili katiba. Na ukiangalia mageuzi kwanza huanza na kubadili katiba. Ndio. Katika engo moja inakuwa vitu vyote mageuzi hayaanzi na kubadili katiba. Safari mageuzi yanaanza na nani atabadili katiba. Nani atabadili katiba? Kwa sababu kuna watu wakati anabadili katiba anaibadili, alafu kwa sababu katiba ni kama vile nguo. Unaweza kaibadili alafu kaishona kwa type yako, kwa size yako.
unaishona sur mesure. Yako wazi, huwa anasema tunapenda tubadili hiki na hiki na hiki. Ndio, lakini sasa kuna mtu lazima asimamie hilo swala, sio kila mtu. Mimi binafsi kwa sababu najua katiba yetu. Mimi ninasema hii katiba hii ni lazima ibadilishwe. Sio kwamba ibadilishwe yote. Kuna vifungo fulani labda vigeuzwe. Kuna vifungo labda viondolewe, kuwekwe vifungo vipya na vifungo vingine vichunguzwe vizuri, vikirebishwe vizuri. Sasa mimi nakubaliana hilo 100% kabisa. Lakini sikubaliani na mtu yeyote afanye hiyo kazi, kwa sababu ni kazi kubwa, ni kazi ngumu ambayo inabeba hatima nzima ya taifa. Wewe kama ukubaliani na mtu afanye, unataka nani sasa ndio aje afanye? Tusubiri kwanza muda upite. Mungu atatusaidia hapo mbeleni, tutapata mtu ambaye anafaa kutubadilishia katiba. Kuna mambo mengi ya kubadili. Kwa kuwa ukiangalia kuna mfumo ambao huko katika nchi yetu huwezi kukuta katika nchi zingine. Na ule mfumo ndio unapelekea hata raia kunyonywa sana. Ukiangalia kuna pesa nyingi ambazo zinaishia kwenye serikali. Imagine tuna mikoa 26. Tuna mawaziri sio wa taifa. Kwa mfumo wa DRC kuna mawaziri ambao mawaziri wa jimbo ndio wako 260 katika nchi yote. Na wote hao wana cabinet yao. Ni waziri, ana mwandishi wake, ana wale ambao tunasema ni wakatibu wote wako hapo. Mawaziri 260. Tuna wabunge ambao ni wa kitaifa. Tuna wabunge wa jimbo. Ukiangalia katika mkoa wetu wa Kivu Kusini kuna wabunge 48. Ndio sisi tu. Imagine mkoa kama vile wa Katanga na wabunge ngapi ambao ni mkubwa sana. Kwa kuna namna ambako ukiangalia vizuri ambako rais wetu anaelekea, kuna vitu ambavyo vinatakiwa vibadilishwe ili zile pesa ziweze kurudilia hata wananchi. Zinaweza zikafanya mambo mengi. Hii barabara ambayo tunailia, imagine wabunge mawaziri 260, zile pesa zote ambazo wanazipata haziwezi zikasaidia katika ujenzi wa zinaweza. Ndio maana inabidi sio tutunge mpaka, tukitunga mpaka lazima huyo mpaka hautafika. Unapenda nani sasa? Nani ana maono na nani atakuwa huyu ndo sahihi wa kuweza kufanya ile kazi? Inabidi tupime mtu baada ya mwingine. Kama huwezi tunaangalia namna kufanya. Inchi haiendeshwi hivyo Safari. Inchi haiendeshwi kwa kupapasa kwa kusema tumjaribu huyu, hapana. Atakaposimama mtu ambaye anastahili imani ya wananchi, tutamjua. Wananchi watamjua. Wala hatutakawia kumfahamu. Tutasema huyu anastahili kupewa imani na tutamwamini. Lakini kwa namna tunavyotathmini, kwa sababu kuna ahadi nyingi ambazo rais wetu huyu alizitoa na ambazo hajazitimiza. Yeye mwenyewe alisema kwamba katiba hii, wakati wa Kabila alisema katiba hii haina tatizo. Inakuaje leo anatuambia kwamba kwenye katiba kuna matatizo? Kwa hiyo sio kwamba alikuwa hajaichunguza vizuri, ni kwa sababu yeye tunamuelewa ni mtu ambaye anatafuta maslahi yake ya kisiasa binafsi, ni mwanasiasa, na nchi hii haina haja wanasiasa. Hapa hatuna haja kufanya siasa, tuna haja kufanya kazi, kufanyia kazi wananchi wapate kunufaika na nchi yao hii Kongo. Kama ilivyokuwa ndugu yetu mzee wetu ambaye ameondoka hapo Tanzania. Mzee alifanya kazi, hakutaka siasa. Mambo ya siasa hapana. Hapa tuko hapa kubaguana kwa ajili ya vyama. Unaona Emeboje Sangara amepita pale kwenye ile kota wanaita geopolitique. Ni mtu wa ENC, ni mtu wa mashariki. Kuna vigezo fulani vinatafutwa. Sasa hivyo nchi haiongozwi hivyo. Nchi inaongozwa huyu ni wa wapi na huyu ametoka wapi, anatoka kwenye chama gani. Nchi haiongozwi hivyo. Nchi inaongozwa huyu anafaa au hafai. Ikibidi Wakasai wachukue nchi yote hii, kama ni wenye busara na akili, tunakubali wanaongoza. Ikibidi ni Wangala wachukue nchi yote hii, kama wana fikra tundu hizi za kuongoza nchi vizuri, tunawaacha wanaongoza. Litawezekana kama raia wetu sisi Kongo tunaacha ile akili ya kubaguana kwa makabila yetu, ya kubaguana kwa vyama vyetu vya kisiasa, kubaguana kwa huyu ametoka wapi, huyu ni Mswahili Mgala, huyu ni Mkongo, huyu ni Mkasai. Mambo yale yaondoke kwa sababu ni ujinga, na wakati yale mambo yanabaki katika fikra za wananchi, nchi hiyo inabaki chini kabisa, haiwezi kaendelea hata siku moja. Na asante sana mpenzi mtazamaji, kama ndio bado unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba katika kipindi chako kipendelevu ambacho waga kinakujia kila wiki kwenye TV yako ambayo ni Tanganyika TV. Na kwa leo tunaongelea kuhusu siasa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa ambayo inaendelea katika bunge tukufu la kitaifa.
la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliteuliwa speaker mpya wa bunge ambaye ni Aimé Boji Sangara. Lakini za tukiangalia background yake Aimé Boji Sangara ambaye ni speaker wa bunge kwa sasa, tunasema namna yake ya kutumika katika nyadhifa mbalimbali ambazo ameshawahi kuzishikilia kwa tathmini iliyoko, kweli anaweza akafaa kwa kuwa mtu waga na change. Lakini ukiangalia huko ambako alitoka, nyadhifa ambazo alizishikilia sasa za waziri, kweli alikuwa anafanya kazi nzuri na ambacho tunaweza tukampa imani na akafanya mageuzi katika bunge. Sisi hatuna swali, hatuna neno la kusema kuhusu jambo hilo Safari Almasi, kwa sababu tayari ameshateuliwa. Unafikiria mimi hapa nikisema kweli ninavyomuona huyu bwana hakufaa kuwa pale ndo watamuondoa? Hawatamuondoa. Lakini sasa kwa namna ya kutathmini, tukiangalia siasa zetu ndivyo wanavyofanya kila wakati. Vile wanafanya vile kila wakati. Hakuna ile sera ya mtu anayefaa kwenye nafasi inayofaa. Kuna kuwa na sheria fulani, zile wanaita kota fulani ambazo zinafuatwa. Bwana, ili tunaliangalia ili ni la nani hili? Ili ni la huyu naye la kwake ni la wapi? Huyu la kwake hili hapa anapewa bila kujali ana akili, ana uwezo au hana huo uwezo. Kwa hiyo Aimé Boji Sangara kwanza ni mtu ambaye amebobea siasa za Kongo. Hizi za sasa anatujua vizuri sana. Ameshawahi kuwa mara kadhaa waziri wa wizara mbalimbali, ameshawahi kuwa mbunge mara nyingi tu. Kwa hiyo tunatumaini kwamba kama ni experience, anakuwa na experience kubwa sana ya siasa za Kongo. Sema tu wakati unafundwa katika siasa hizi za leo za Kongo, utakuwa wewe ni mwanasiasa mzuri, lakini hautakuwa ni mtumishi mzuri wa umma. Lakini ukiangalia hapo kwa yeye aliwahi kuwa mbunge, ina maana ambako kwanza chimbuko lake alitoka, raia walimpa imani. Ndio. Ni mtu ambaye anastahili kwanza kwa kweli. Kama wanabunge wengine wote, tunawapa wanapewa imani na raia, lakini wakishafika kule wanatafuta kula tu. Hapa natudanganya hapa, tukishamchagua halafu anageuka anakuwa sasa sura yake halisi, anasema hivi nimefika hapa nifanye mambo yangu sasa. Lakini katika awamu hii kama wamejikosoa kidogo tofauti na miaka nyuma. Kwa sababu gani useme kama wamejikosoa kidogo? Ukiangalia kuna mfano kwanza tuseme kwanza tarafa letu. Mfano wa tarafa letu. Ndio. Ni vigumu sana kuona mbunge kutoka tarafa letu anainua kidole, anaongea kama wanavyoongea wa sasa. Wanajitahidi kidogo, na hiyo ni kama wamekuja kufunguka akili. Na ukiangalia raia wa sasa ni kama vile nao wamefunguka akili, kwa kuwa vile machumvi maharagi ni kama wamevitupilia mbali, wanakuwa wanaangalia nani anafaa, japokuwa wao ndio wanakwenda sasa kudecevoir huko mbele, ila raia wanakuwa wanawapa kwanza imani na kujua kwanza mbunge ni mtu gani na anapaswa kufanya nini, japokuwa kuna wale ambao hawajajua. Ndio maana nasemea hivyo. Ndio, inawezekana sana ni hivyo, lakini sasa nataka kusema kwamba tunaowachagua tunawapa imani, sema huko mbeleni sasa ndio wanatafuta mifuko yao ijae na wanatusaliti kwa namna fulani hivi. Ndio. Kwanza kabisa ujumbe wa kwanza ni kwa wabunge wetu, kwanza wao wa mikoa na wale wa kitaifa, ni kwamba tumechaguliwa kwa sababu ya kukosoa serikali. Tuache siasa za ushabiki, mambo ya ushabiki haya. Mara sisi ndio watu wa mtu fulani. Mwanabunge anakuwa ashabiki waziri, mwanabunge ashabiki waziri, mwanabunge ashabiki governor. Mwanabunge anakuwa yuko pale, yuko anasimama kidete, anasimama namna hii kama mwanaume, anasema kwamba huyu akifanya vizuri tunampongeza, akifanya vibaya tunamkosoa, tunamwambia hapa mfanya vibaya. Kwa hiyo wasimamie misingi hiyo. Lakini pia raia tuwe macho kama vile Wakongomani, ni kwamba nchi inaongozwa na tuwe tunaelewa nchi inakuwa katika tabaka ipi, kwa sababu tusijikute mbele hapo tumemaliza nchi yote imekwisha, tunasimama hivi tusijue tutaanza fasi gani. Tujue nchi inakuwa kwenye tabaka lipi, kama itabidi kusimama tuweze kutetea nchi, kuchukua nchi, kuielekeza vizuri, tusimame. Lakini kwa sasa naomba tupate kutoa macho, tutathmini vizuri speaker wetu wa bunge Aimé Boji Sangara atafanya nini, na kama atafanya vizuri basi tusisite kabisa kumtia nguvu, kumhunga mkono ili kwamba hawezi kufanya zaidi na zaidi. Lakini kama akifanya vibaya, kama akienda pembeni na wajibu ambao anatakiwa kutekeleza, tusisite pia kusimama kumwambia mzee, hapa umekosea, hapa tukosoe, tumwambie uende hivi, ufanye hiki. Hiyo ndio wajibu ya mwananchi na raia mzalendo ambaye anapenda nchi yake. Asante sana mpenzi mtazamaji, tunakushukuru sana kwa muda wako kwa kuweza kutufuatilia tangu tulipoanza kipindi hichi mpaka mwisho. Tunaomba kwamba
kipindi hichi kinakujia kwenye Tanganyika TV kila mara, kila muda. Kwa hiyo tunakuomba tu usikose kusambazia wengine, usikose kusubscribe, vile vile usikose kushare, kusubscribe, kushare na kucomment hapo. Tuone comment yako unasema nini kuhusiana na siasa za DRC ambavyo tunaendelea. Itakuwa ni vyema sana tuweza kufanya hivyo. Mimi ni Safari Almas ambaye nilikuwa katika kipindi hichi kama kawaida, sikuwa peke yangu, nishirikiana na mwenzangu hapa. Na mimi ni Zake Burucha Ashibe Safari Almasi. Ninawashukuru sana nyinyi wa Tanganyika TV. Nashukuru pia watazamaji wote na kuomba Mungu aibariki nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.